أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, ndugu zangu watazamaji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yenu katika imani, Bwana Haidar Ramadhani Msiru. Na kabla sijaenda mbali na sijaeleza mada halisi ambayo nitaizungumza hapa ni ipi, ni vizuri nianze kwa kutoa tahadhari. Tahadhari ninayoitoa ni kwamba kwa wasikilizaji wangu wote, au pengine si tahadhari au ni taarifa tu muhimu, nayo ni kwamba mimi mzungumzaji wako ambao unanitazama kwa wakati huu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa nguvu alizonazo, kwa uamuzi wake, na akaona mja wangu kumuumba hivi ndio atapendeza zaidi na atastawi katika maisha yake. Hivyo mimi ni mmoja wapo waliopata bahati ya kujaliwa kupunguziwa uzito wa majukumu haya ya kiulimwengu, hususan yanayotokana na kutazama. Maana yake ni kwamba mimi Allah subhanahu wa ta'ala amenifanya kuwa mtu nisiyoona, na hali hii nimesema mahali pengi kwamba nimekuwa nayo toka nikiwa na umri wa miaka 4. Hivyo inawezekana pengine kwa kadri tutakavyokuwa tunaendelea na mazungumzo haya, hasa pale itakapokuwa inahusisha aya, aidha nitakuwa nimeitaja mahali pasipo, au pengine nimeisoma visivyo. Hayo yanatokana na sababu moja tu, nayo si nyingine bali kusoma kwangu kwenyewe ni kwa kuhifadhi, kwa kusikiliza, kumsikiliza mwalimu. Hivyo basi mwalimu yawezekana hana kosa, bali mimi pengine nimesahau kuhifadhi vizuri. Ni hivyo ndugu zangu. Kwa hiyo mtanistahimilia pale ambapo yatatokea makosa ya namna hiyo. Na vile vile nakaribisha ukosoaji na maelekezo, kadhalika na ushauri katika kazi hii ambayo tunataraji kuifanya. Tafadhali nifuate katika namba yangu ya simu ya 0786 37 09 19. Naam, baada ya utangulizi mfupi huo, napenda kutambulisha mada ambayo tutakuwa tunakwenda nayo. Mada kuu ya msingi itakuwa ni kulitakasa jina la Allah, kulitakasa jina la Mwenyezi Mungu. Hii ndio mada kuu. Kulitakasa vipi? Kumtakasa vipi? Kumtakasa kwa maana ya kwamba kwa asili yake yeye ametakasika, hana mapungufu, na kuabudiwa anastahiki. Isipokuwa sasa sisi wanadamu, mara baada ya kuumbwa na kuweka katika hii ardhi, kila mmoja wetu amejikuta ule moyo wake uko na mwongozo wa fikra ya kusema kwamba iko nguvu ambayo iko zidi yangu, nguvu ambayo inatakiwa iheshimiwe, itiiwe, inyenyekewe. Kwa maneno mengine ndio hiyo ibada. Hivyo basi kwa msamiati wa kidini tunasema kuabudu. Kila mmoja ana ile fikira ya kuabudu, na kwa bahati nzuri wengi miongoni mwa wanadamu, ukiondoa wachache, wanaamini kutokuwepo kwa Mungu, lakini wengi tunaamini katika uwepo wa Mungu. Sasa basi mahali ambapo pametengeneza vurugu
ni nani anafaa kuabudiwa. Sote kwa pamoja tunajibu kuwa ni Mungu. Sasa Mungu mwenyewe ni yupi? Kila mmoja kaja na majibu yake. Na katika majibu hayo wamekuwa wakiwasilisha zile sifa za kwamba huyu anafaa kuabudiwa kwa sababu ya sifa hizi na hizi na hizi na hizi na hizi. Katika mada yetu hii sisi wahusika wakuu watakuwa ni wawili, ambao kimsingi katika nchi yetu hii ya Tanzania, Afrika na pengine sehemu kubwa ya dunia, watu wamegawanyika katika makundi makubwa sana mawili, yani Uislamu na Ukristo. Na hapa ndipo tutakapojikita kwa makundi makubwa haya. Tumesema kauli kwamba tunakusudia kuwasilisha mada itakayomtakasa Mwenyezi Mungu, kwa sababu makundi mawili haya kila mmoja wapo kwa upande wake anasema anamwabudu Mungu, lakini upande mmoja umekuja na kauli nzito sana kusema Nabii Isa au Bwana Yesu ndiye Mungu mwenyewe, na upande huu mwingine ambao ni Waislamu wanasema hapana, Nabii Isa siye Mungu, bali yuko Mungu aliyemuumba Nabii Isa. Huyu ndiye anayefaa kuabudiwa, yani Bwana Yesu. Huyu ameumbwa tu, bali aliyemuumba Bwana Yesu, huyo ndiye anayefaa kuabudiwa. Sasa ni yupi yule muumba Bwana Yesu? Ni yupi huyo Mungu ambaye Waislamu wanamwabudu na wako mstari wa mbele kumtakasa na kuzitaja sifa zake mbalimbali? Kwa sababu hiyo sasa ndiyo tumeleta mada hii. Na katika namna ya kumtakasa tutajitahidi kwanza kabisa kuzizungumza sifa halisi za Mwenyezi Mungu, kisha tuje tuingie kwa Nabii Isa na sifa alizonazo. Halafu watazamaji wetu pamoja na wasikilizaji wao watalinganisha ni yupi hasa anayestahili kuabudiwa. Ni huyu Mungu ambaye ndugu zetu wa Kristo wamekuwa wakimripoti, kumtangaza na kumwabudu, au huyu ambaye Waislamu wamekuwa wakimuitikadi? Ndugu zangu, leo katika utangulizi mfupi tutazungumzia tauhid kwa maana ya upweke. Sifa ya kwanza kabisa ya Mwenyezi Mungu ambaye Waislamu wanamuabudu, sifa yake ya kwanza kabisa ni upweke. Hiyo ndio sifa ya mwanzo. Na tutaitazama Qur'ani kwanza katika sura ya 112 aya ya kwanza mpaka ya 4, itatuongoza katika somo hili au kutufungulia somo letu. Katika aya hiyo kuna maneno yanasema hivi: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja ya mijadala inayohusu kumtangaza Allah alitakiwa kutoa sifa za huyo Mwenyezi Mungu anayemtangaza yeye na kumwabudu. Sifa zake ni zipi? Allah mwenyewe akamtaka awaeleze hao waliomuuliza kwa kumpatia majibu yaliyomo katika suratul Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, sema Mwenyezi Mungu ni mmoja tu.
Hii ndio sifa ya mwanzo. Hii ni kwa sababu nyingi ya dini zilizo nje ya Uislamu hakuna hata moja yenye uwezo wa kuamini kwamba Mungu yuko mmoja tu akaweza kutosheleza viumbe. Tukienda kule Uarabuni ndio kulikuwa Lata, Uzza na Manata, miongoni mwa miungu mingi, lakini huu ulikuwa ndio utatu mtakatifu wao. Ukienda huko Misri kadhalika utakutana tena na miungu mingine, na maeneo mengine kadhalika ni hivyo hivyo. Kulikuwa na Isis, Osiris na Horus. Hiyo yote ni miungu ya hao waliokuwa wakiabudu, na baadhi yao mpaka leo. Na kuna wengine wana Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hivyo basi, katika sifa ya upweke ni Mwenyezi Mungu peke yake anayeabudiwa na Waislamu na wanayemtangaza Waislamu na wanawaita watu wengine kuja kumwabudu Mungu huyu, ndiyo aliyepwekeka. Miungu mingine yote lazima pawepo na tunyungu tungine tudogo tudogo ambayo unafanya kazi ya kusaidia huyo Mungu anaitwa mkuu. Kwa hiyo sifa ya kwanza kabisa ya Mwenyezi Mungu ni upweke. Ndio maana katika Qur'ani pia Allah ameashiria hilo katika surati Anbiya aya nambari 25, yani sura 21 aya nambari 25. Kuna maneno Mwenyezi Mungu anasema hivi: na hatukumtuma mtume yoyote kabla yako ila tulimfunulia ya kwamba hapana aabudiwaye kwa haki ila mimi, basi niabuduni. Allah anatufundisha mitume mingine yote iliyokuja kabla ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wao jukumu kubwa walilopewa la mwanzo ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu kwa sifa zake. Na sifa mojawapo ambayo waliinadi kwa wanadamu ni upweke wa Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu ni mmoja. Sasa basi, aya hii iliyomo ndani ya surati Al-Anbiya maana yake inatulazimisha na kututaka na vile vile kutubeba, kutupeleka moja kwa moja katika vitabu vya zamani ili kwenda kuona huko ukweli wa hiki kilichosemwa ndani ya Qur'ani. Ndugu zangu watukufu watazamaji, popote pale mlipo, mmoja kati ya manabii wakubwa ambao Waislamu wanamwamini na kitabu alichokuja nacho wanakiamini ni Nabii Musa alayhi salatu wassalam, ambaye yeye aliletwa pamoja na kitabu cha Taurati ambacho ndani yake kilibeba ujumbe maalum kutoka kwa Mwenyezi Mungu, namna ya kumtakasa yeye na jinsi ambavyo watu wanatakiwa wamfahamu. Nabii Musa alipotumwa, tayari wana wa Israeli ambaye alikuwa ametumwa kwao walikuwa wameshaathirika na fikra za miungu mingine ambayo walikuwa wakiabudu huko uhamishoni katika nchi ya Misri, ambako kulikuwa na aina za miungu waliokuwa wakiabudu. Sasa basi, ili kuwaleta katika ibada sahihi ya Mungu sahihi, Nabii Musa aliwaambia hivi watu wake: mimi ndimi Bwana Mungu wako niliyokutoa katika nchi ya Misri. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Hiki ni kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 3. Yani Kutoka 20:1 mpaka 3.
Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ndimi Bwana Mungu wako niliyokutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ila mimi katika lugha yetu ya Kiswahili sisi ni zaidi ya mmoja, wao ni zaidi wa mmoja. Yeye ni mmoja, yule ni mmoja, huyo ni mmoja, huyu ni mmoja, wewe ni mmoja, mimi ni mimi peke yangu. Hakuna kinachoongezeka hapo. Kwa hiyo katika aya hii Mwenyezi Mungu kupitia Nabii Musa anatumia kauli ya kujitambulisha yeye na upweke wake. Hapa yanadhihiri ukweli wa maneno tuliyopata katika Qur'ani yaliyotufahamisha ya kwamba hata manabii waliopita kale kadhalika na wenyewe walitangaza sifa hii ya uungu, upweke wake, kwamba ni mmoja. Haikuishia hapo. Kadhalika katika nyakati tofauti tofauti Nabii Musa alayhi salatu wasalam alilazimika kuwakumbusha wana wa Israeli juu ya upweke wa Mwenyezi Mungu. Katika Kumbukumbu la Taurati sura ya 6 aya ya 4 kuna maneno yanasema hivi: sikia Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, na kuendelea. Lakini hoja ya msingi ni upweke. Hapa Nabii Musa alikuwa akirudia kuwataka wana wa Israeli waondokane na zile fikra za miungu mingi, ibada ya miungu mingi ambayo walikuwa nayo huko Misri walikokuwa kama watumwa. Ndiyo maana utakuta pia wakati Mwenyezi Mungu alipomtuma Musa kwenda kuwatoa wana wa Israeli utumwani, miongoni mwa maneno aliyokuwa anamwambia ni kutorejea katika zile ibada za miungu mingi. Tazama hilo katika Mambo ya Walawi sura ya 20 aya ya 23. Mwenyezi Mungu anasema, nawe usiende kwa kuzitazama desturi za taifa ni kutoayo mbele yao. Nawe usiende kwa kuziandama desturi za taifa ni kutoayo mbele yao, ambayo wao waliyatenda hayo, nami naliwakasirikia. Kwa maana hiyo Mungu anakasirishwa sana na ibada za kuabudu zaidi ya yeye. Ndugu zangu, pengine kwa leo kutokana na ufupi wa kipindi chetu, twende moja kwa moja kwa Nabii Daudi alayhi salatu wassalam. Yeye naye katika kitabu kile cha Zaburi aya ya 83, sura ya 83, sura ya 83 aya ya 18, kuna maneno yanasema hivi: wajue ya kuwa wewe uitwaye jina lako Yehova ndiwe peke yako uliye juu ya nchi yote. Maneno haya Nabii Daudi anasema kuwaambia wana wa Israeli kwamba yeye Mungu ambaye ana sifa na haki ya kuabudiwa ni peke yake, hakuna mwingine. Kwa hiyo sifa hii ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu
ndiyo sifa ya mwanzo ambayo manabii walipambana kuingiza kwenye mioyo ya wanadamu waliokutana nao na ambao walikuwa ni majukumu yao kuwafundisha ibada ya kweli. Ndugu zangu, Nabii Daudi naye kuna mahali pengi alipokuwa amerudia kama msisitizo wa kuwataka wana wa Israeli wakamatane na ibada hii ya kumwabudu Mungu mmoja. Na hivyo pia huyu nabii ambaye leo amekuwa gumzo sana duniani na si mwingine bali ni Nabii Isa alayhi salatu wassalam, japo kwamba tutamzungumza sana katika vipindi vijavyo, ila kwenye hili la upweke wa Mwenyezi Mungu alisema hivi katika kitabu cha Marko sura ya 12 mstari wa 28, yani Marko 12:28 mpaka 29. Kuna maneno yanasema hivi. Huyu ni Bwana Yesu mwenyewe ambaye pia baadhi ya watu wanamuita yeye mwenyewe ndiye Mungu. Anasema hivi: na mmoja wapo wa waandishi akafika. Hii aya ndio inaanza kusema hivyo. Na mmoja wapo wa waandishi akafika, akasikia wakisemezana naye, naye akatambua ya kuwa amewajibu vyema, naye akamuuliza, Mwalimu, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Bwana Yesu akajibu akasema, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Yani Bwana Yesu mwenyewe naye anawafundisha watu kwa kutamka neno Bwana Mungu wetu. Hakusema Bwana Mungu wenu, hakusema Bwana Mungu wao, hapana, bali alisema Bwana Mungu wetu, akiwemo na yeye miongoni mwa hao wanaomtii Mungu huyo ambaye yeye kaja kumtangaza. Na andiko linaanza kwa kusema kwamba na mmoja wapo wa waandishi. Hawa waandishi, ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, wenyewe walikuwa na kazi kubwa sana ya kumfuatilia Bwana Yesu, aina ya mafundisho aliyokuja nayo. Na hii ni kwa sababu tayari kuna manabii walishokatangulia huko kabla yake, kama tulivyoona huko nyuma, ambayo sifa ya Mungu wa kweli walishawabainishia. Kwa hiyo kila nabii aliyokuja katika dunia hii, na hasa kwa wana wa Israeli, walikuwa wanataka kujua aina gani ya sifa za Mungu anayemtangaza, kwa sababu tahadhari tayari ilishatolewa pia kupitia kwa Nabii Musa. Tukisoma ile Kumbukumbu la Taurati 13:1 ambayo inasema, akizuka katikati yako nabii au muotaji wa ndoto akikwambia uifuate miungu mingine usioijua, wewe usiyafuate maneno ya nabii yule au yule muotaji wa ndoto, kwa sababu Bwana Mungu wenu yuwajaribu ili apate kujua ya kuwa mnampenda. Katika hali hiyo, wana wa Israeli walikuwa makini sana kutaka kujua kila kauli inayotolewa na Bwana Yesu katika kumtangaza Mungu. Je, ni yule ambao wao tayari walishawekewa misingi na manabii waliotangulia, ama ni kinyume? Ndio utaona hapa sasa mwandishi anamuuliza swali la kumtega Bwana Yesu. Lakini Bwana Yesu kwa kuwa analijua hilo, na yeye ameshafundishwa mafundisho barabara na Mwenyezi Mungu, huku akifuata miongozo ya manabii waliopita kabla yake, ndio akawafundisha hivyo. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Hivyo maana yake ni kwamba Nabii Isa bin Maryam alayhi salatu wassalam, au Bwana Yesu, na yeye alipokuja katika nyakati zake akamtangaza Mungu kuwa ni mmoja, na yeye akiwa sehemu ya wanaomwabudu Mungu huyo.
Ndugu zangu, sio hivyo tu peke yake. Nabii Isa pia alirudia maneno haya katika kile kitabu cha Yohana sura ya 17 aya ya 3, japo kama tutairudia huko katika nyakati zijazo katika vipindi vinavyofuata. Lakini hapa kwa ajili ya kuweka msisitizo kwenye hili, iko haja ya kuiwahi aya hii. Katika aya hiyo tulioitaja, yani Yohana 17:3, maneno yanasema hivi: na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliomtuma. Maneno haya anasema Nabii Isa, maneno haya anasema Bwana Yesu kwa uwazi mkubwa kabisa, kwa kila anayemtafuta Mwenyezi Mungu. Kwa hakika bila shaka aya hii kwake itakuwa ni mwongozo mzuri wa kuweza kutofautisha kati ya Bwana Yesu na Mungu. Kwamba Nabii Isa au Bwana Yesu anafundisha, anasema uzima wa milele ukitaka upate. Yani maana yake kwa msamiati wetu sisi Waislamu tunasema, kama unataka ufunguo wa kwenda peponi, anasema uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee. Kwa hiyo hapa Yesu anampwekesha Mwenyezi Mungu. Mungu ni wa pekee yake, kama vile alivyosema katika ile Luka 18:18, pale andiko linaposema mtu mkubwa mmoja akamuuliza akisema, mwalimu mwema, nami nifanye nini hata niulisi ufalme wa mbinguni? Yesu akasema, kwa nini waniita mwema? Hakuna aliye mwema ila ni mmoja tu, naye ndiye Mungu. Ndugu zangu, tazama maneno yalivyo wazi haya ya Bwana Yesu ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu kama ni mmoja na si yeye. Yeye kakataa hata kule kuitwa mwema. Kwa nini waniita mwema? Hakuna aliye mwema ila ni mmoja tu, naye ndiye Mungu. Yeye kakataa kuitwa mwema kwa sababu wema ni sifa ya Mwenyezi Mungu. Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Sasa kwa sababu alijua wazi kwamba sifa hii no pachikwa nayo hainihusu na pia ni mtego, akawaelekeza kuelekea kwa Mungu anayestahili kuabudiwa. Ndugu zangu, kama nilivyotangulia kuzungumza katika maneno yangu hapo nyuma, hii ni sifa mojawapo miongoni mwa sifa nyingi za Mwenyezi Mungu tunazotarajia kuzidhihirisha katika mada yetu kuu ya kumtakasa Allah kupitia vitabu vinne. Kumtakasa Allah kupitia vitabu vinne, kwa maana Taurati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Ndani ya vitabu hivi tutabainisha sifa nyingine muhimu ambazo hana kiumbe mwingine yoyote ila Allah. Hana kiumbe ila Allah peke yake ndiyo aliyepoteka na sifa hizo. Tutatazama huko mbele uumbaji, nguvu, uwezo na nyingine kadhaa. Hivyo basi leo miongoni mwa aya nyingi tulizofanikiwa kuziwasilisha kwenu ni hizo, ndani ya Qur'ani, ndani ya Taurati, ndani ya Zabur, ndani ya Injili. Japo kwamba ni chache, lakini zinatosha kukuonyesha kwamba wapi tunapoelekea, au Allah sifa zake ni zipi, au ni zipi aya zinazobainisha upweke wake. Zipo nyingi ndani ya Biblia, zipo nyingi ndani ya Qur'ani, ambazo kipindi kimoja hakitoshi, bali tumejitahidi kudokoa aya chache ambazo zitakupa wewe mwelekeo kutufuatilia kujua ni sifa ipi nyingine ambayo inafuata, na sifa ijayo ni sifa ya uhai. Sawa, yeye ni mmoja, lakini je, Mungu anakufa? Je, Mungu analala? Je, Mungu anasinzia? Tutatizama katika kipindi kijacho inshallah. Muwe tayari kufuatilia katika channel yetu hii muhimu kabisa, ambayo
nipendwa, ili kuweza kujifunza haya, kuweza kufaidika na mfululizo wa masomo yetu haya. Shukrani sana kwa producer wangu hapa Mr. Mansur, mashallah, Mwenyezi Mungu amjaze kila la khair, na wote ambao wameshiriki katika kuandaa jambo hili, na vile vile nawataka muwe wafuatiliaji wa vipindi hivi ili tuweze kufaidika na hatimaye tufikie lengo tuliloumbiwa, nalo si jingine bali kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwani sisi tumeambiwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Hii ni surati Zariyat, sura ya 51 aya nambari 56 ndani ya Qur'ani. Inatupa taarifa kwamba wanadamu hawakuumbwa kwa jambo lingine lolote ila kumwabudu yeye tu, kama alivyobainisha mahali pengine, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahuddina hunafaa wa yuqimu ssalata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyima. Hawakuamrishwa wanadamu ila wamwabudu yeye tu kwa kumtakasia dini yake, wasimamishe swala na watoe zaka, na kwa kufanya hivyo ndio dini iliyokamilika. Tutapataje ukamilifu wa dini? Lazima tumjue Allah, kama ambavyo tumekuwa tukiamrishwa mara nyingi na kusisitizwa katika hadithi al-Qudus kwamba nijueni kwanza ndipo muniabudu. Vipi mtaniabudu hali ya kuwa hamnijui? Kwa hiyo katika mfululizo wa mada zetu hizi ambazo tutazitoa chini ya mada kuu kumtakasa Allah kupitia vitabu 4, tutakuwa tumepata mwanga wa angalau kumjua, hatimaye tumwabudu huku tukiwa tuna utulivu mkubwa kwamba tunaabudu tunachokijua. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwa leo tuishie hapa. Ni ndugu yako Haidar, karibu sana wakati mwingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.